Bwana, mara baada ya waziri wa michezo wa nchi ya Irani kutanabaisha kwamba taifa hilo halitoshiriki michuano ya kombe la dunia ambayo itafanyika kule Marekani na Mexico pamoja na Canada. Tumeona kile ambacho amekizungumza rais wa Marekani Donald Trump juu ya michuano hiyo ambayo inakwenda kufanyika mwezi wa 6 kwenye nchi hizo tatu. Sasa rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kombe la dunia la FIFA 2026 litakaloandaliwa kwa pamoja na Marekani, Canada na Mexico litakuwa ni tukio bora kabisa na salama kabisa la michezo katika historia ya Marekani. Donald Trump ameonyesha msimamo huu huku akisisitiza kwamba serikali yake inafanya maandalizi makubwa kuhakikisha kwamba usalama na mafanikio ya mashindano haya makubwa zaidi soka duniani. Akizungumza kuhusu maandalizi ya mashindano hayo, Trump aliagiza kuanzishwa kwa kikosi maalum cha ikulu cha kuratibu juhudi za kuandaa kombe la dunia 2026 kikiwa na jukumu la kushirikiana na wizara na mashirika mbalimbali ya serikali ili kuhakikisha mashindano hayo yanakuwa salama na yenye utaratibu na yenye kukubalika kwa pande zote. Bwana, kombe la dunia 2026 linatarajiwa kuwa moja ya matukio makubwa kabisa ya michezo duniani, ikiwa na timu 48 zilizofuzu, mechi 104 na kusambaa katika miji 16 za wenyeji na kukadiria kuvutia mamilioni ya mashabiki wa soka kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kwa hiyo ni moja kati ya kauli ambayo Donald Trump ameitoa kuelekea kuanza kwa mashindano hayo, wakati taifa la Iran lenyewe likithibitishwa kujitoa, na mpaka sasa hatujapata taarifa kutoka kwa shirikisho la soka duniani FIFA kwamba baada ya kujiondoa kwa taifa la Iran ni nchi gani ambayo itachukua nafasi hiyo. Lakini tunafahamu kile ambacho kinachoendelea kule Mashariki ya Kati kati ya Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran katika mapambano ambayo yanaendelea kushika kasi. Bwana, taarifa ambayo ipo kutokea huko Mashariki ya Kati bwana ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa Iran si ile tena baada ya mashambulizi makubwa ya kijeshi yaliyofanywa na Israel kwa kushirikiana na Marekani dhidi ya malengo mbalimbali ndani ya Iran. Bwana, kauli hiyo aliitoa katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu kuanza kwa vita hivi. Bwana, Netanyahu alisema mashambulizi hayo yamepiga kwa nguvu miundombinu ya kijeshi ya Iran pamoja na vikosi maalum vya walinzi wa mapinduzi kwa maana ya IRGC, akidai kuwa uwezo wa kijeshi wa Tehran umeathirika sana. Kwa mujibu wa viongozi wa Israel, operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi za kuondoa kile wanachokiita tishio la Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Vita hivi vilianza tarehe 28 Februari 2026 wakati Israel na Marekani zilipoanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya malengo kadhaa nchini Iran katika operation ya kijeshi iliyojulikana kama Operation Lion's Roll. Mashambulizi hayo yalilenga vituo vya kijeshi, miundombinu ya serikali na maeneo yanayohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran. Katika mashambulizi hayo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliuawa, jambo lililosababisha mabadiliko makubwa katika uongozi wa nchi hiyo. Baadaye mwanae Mojtaba Khamenei alichukua nafasi ya uongozi huko akiahidi kuendeleza mapambano dhidi ya Israeli na washirika wake. Hata hivyo, licha ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na mashambulizi hayo, taarifa za kijasusi za Marekani zinasema kuwa serikali ya Iran bado iko imara na iko karibu kuporomoka kwa sasa. Wakati huo huo, Iran imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora na drone dhidi ya Israeli pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, hali ambayo imeongeza hatari ya kuenea kwa vita katika eneo hilo. Kwa ujumla, kauli ya Netanyahu kwamba Iran si ile tena inaonyesha mtazamo wa Israeli kwamba mashambulizi ya pamoja na Marekani yamepunguza nguvu ya kijeshi na kisiasa ya Iran, ingawa wachambuzi wengi wanasema vita hivyo bado vinaweza kuendelea kwa muda wa kuleta athari kubwa za kisiasa na kiuchumi.
Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo inatokea huko, lakini pia taarifa pia kutoka huko ni kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran IRGC limejibu vikali kauli ya Trump likisema kuwa Iran ndiye atakayeamua lini vita vitamalizika na si Marekani. Jeshi la Iran limesisitiza kuwa tishio lolote litajibiwa mara moja na kwamba uwezo wao wa kijeshi bado uko imara. Kwa hiyo baada ya ile kauli ambayo alitoa Donald Trump kwamba wao kama Marekani ndio wataamua vita iishe lini, lakini jeshi la walinzi la mapinduzi la Iran limesema lenyewe ndilo ambalo litaamua vita iishe lini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kauli hizi zinaonyesha kwamba bado vita itaendelea kupigwa na mzozo huu huenda ukawa ni wa muda mrefu pia, na mara baada ya Iran kumpata kiongozi mkuu mpya baada ya Ayatollah Ali Khamenei kuuawa. Sasa mtoto wake ndiye ambaye amechukua nafasi hiyo. Kwa hiyo baada ya kuchukua nafasi hiyo wataalam wanakuambia kwamba mtoto wake atatakiwa kulipa kisasi. Kwa hiyo na kisasi si cha siku moja, bali ni kisasi cha muda mrefu na kujipanga. Kwa hiyo huenda mzozo huu ukaendelea kushika kasi zaidi tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunadhani. Lakini wakati huo pia taarifa kutoka huko Mashariki ya Kati kwa kile ambacho kinaendelea kati ya Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran. Bwana, taarifa kutoka kwenye vyombo vya habari vya serikali ya Iran inasema kwamba mke wa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa juu wa Iran, bado yuko hai, ikikomesha taarifa za awali zilizodai kuwa alifariki. Ripoti ya hivi karibuni inatokana na vyombo vya habari vya serikali vinavyosema kuwa mke wa Khamenei hayuko hatarini na hali yake ni shwari. Bwana, taarifa hii imeibuka baada ya uvumi kuenea kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vinavyodai kwamba mke huyo wa Khamenei alifariki. Hata hivyo, ripoti za serikali za Iran zimerudia kuwa uvumi huo sio sahihi. Hadi sasa serikali ya Iran haijatoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kuibuka kwa uvumi huu au tathmini yoyote ya hali ya afya ya mke huyo wa Khamenei. Bwana, kama unakumbuka lile shambulio ambalo lilitokea kule Iran lilimtaja pia mke wa Ayatollah Ali Khamenei kwamba naye pia alifariki, na yeye alifariki akiwa hospitali akiwa anapatiwa matibabu. Lakini kwa sasa unaweza kuona kwamba taarifa zinaeleza kwamba mke huyo bado yuko hai, na tusubirie kuona nini ambacho kitatokea mara baada ya taarifa hii kumzungumza mke wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye alifariki kwamba yuko hai. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze inayotoka kule Mashariki ya Kati kwenye mzozo kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambao umeendelea kushika kasi, na tukiona mashambulizi yakielekezwa kila pande, Irani wakijibu kwa nguvu, lakini pia Marekani na Israel nao pia wakijibu kwa Iran. Lakini wakati huo pia tukitazama mustakabali wa kombe la dunia ambalo linaandaliwa na Marekani, Canada na Mexico, lakini wakati huo pia taifa la Iran kama taifa ambalo lilifuzu kushiriki michuano hiyo likitangaza kwamba halitoshiriki michuano hiyo. Lakini Donald Trump amehakikishia mataifa yote ambayo yatashiriki michuano hiyo kwamba ni salama na yatakuwa ni mashindano ambayo yenye mvuto, na akiwakaribisha mashabiki ama maelfu ya mashabiki kuhudhuria mashindano hayo bila kujali kile ambacho kinachoendelea kati yake dhidi ya Iran juu ya mapigano ambayo yanaendelea. Kwa hiyo Donald Trump bana, yeye ameendelea kuhakikishia mashabiki na mataifa ambayo yanashiriki michuano hiyo kwamba ni salama na hakutokuwa na dosari yoyote. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.